Hongera. Umechaguliwa kuendesha lori la maiti kutoka hospitali ya wilaya ya Tandahimba hadi makaburi yaliyoko huko Sumbawanga. Utalipwa milioni 2 kwa safari moja ya usiku. Safari inaanza saa 4 kamili usiku, lakini lazima ufike kabla ya alfajiri kufika. Lori lina majeneza 12 nyuma na yote yamefungwa. Sikiliza masharti haya kwa makini, kwa sababu ukikosea hata moja, huenda usifike unakoenda. Sharti la kwanza: baada tu ya kuondoka hospitalini, usiwashe redio. Hata kama ikijiwasha yenyewe, izime haraka sana. Na endapo redio itaanza kuimba wimbo wa mazishi, zima gari mara moja na subiri dakika 3. Ukisikia sauti ya mtu akitaja jina lako kwenye redio, usiizime. Acha iendelee mpaka inyamaze yenyewe. Ukizima kwa hofu, utagundua dereva sio wewe tena. Sharti la pili: kuna kipande cha barabara cha kilomita 1 ambapo taa za lori zitajizima zenyewe. Usijaribu kuziwasha hata mara moja. Endesha bila taa kabisa na bila kutoka nje ya barabara. Sehemu hii kuna viumbe vya ajabu ambavyo vinahisi mwanga. Endapo utawasha taa, utararuriwa vibaya sana tumboni mpaka utumbo utakapotoka nje. Sharti la tatu: ukifika kituo cha 7, utaona mzee mrefu ambaye hajavaa nguo amesimama chini ya taa ya barabarani inayowaka na kuzima. Lazima ushuke na umsalimie kwa heshima bila kumwangalia sehemu zake za siri. Atakuuliza, wote wako salama? Unatakiwa kumjibu, hapana, wote bado wamelala. Ukishindwa kushuka au ukikosea kujibu, au kwa bahati mbaya ukaona sehemu zake za siri, basi hautafika unakoenda. Badala yake, utajikuta unaendesha lori, lakini haliendi mbele wala nyuma. Sharti la 4: ukifika kituo cha 5, simamisha gari mara moja, kisha fungua mlango wa nyuma. Fungua masanduku yote na kukagua sura za maiti zote. Hakikisha hazijaongezeka na hakuna sura mpya. Ukiona jeneza limeongezeka, usilifungue. Funga mlango mara moja na uondoke kuelekea msituni bila kuangalia nyuma. Ukifungua jeneza lisilokuwepo kwenye orodha, utajikuta ndani yake. Sharti la 5: saa 7 kamili usiku, utaona lori linaanza kutetemeka kidogo. Ndani, maiti zitaanza kuimba kwa sauti ya chini. Usisikilize wala usijaribu kuelewa maneno yanayoimbwa. Wewe focus na kuendesha gari tu. Ukianza kuelewa maneno wanayoimba, utaona mikono ikianza kujitokeza chini ya siti uliokalia na itaanza kushika mazaga au sehemu zako za chini kwa kutumia kucha zake. Sharti la 6: ukisikia jina lako likitajwa kutoka nyuma, usiitikie kamwe. Hata kama sauti ni ya mama yako au ndugu yako unayemjua au aliyekufa. Ukijibu tu, utahisi kitu kinagusa macho yako, na ghafla hutaona chochote, kwa maana macho yako yatabaki kuwa matundu mawili yaliyo wazi. Sharti la 7: kuna sehemu barabara itaonekana kuishia msituni ghafla. Usijaribu kufunga breki au kusimama hapo. Endesha moja kwa moja ndani ya msitu huo. Ndani yake utaona vitu vya ajabu, na utaona watoto wadogo wakikatisha mbele ya gari lako wakiwa wanakimbia. Usijaribu kusimama kabisa. Wagonge bila hofu wala woga. Ukisimama au kupiga kona kwa hofu, miti itaanza kusogea karibu na lori. Italiziba kabisa mpaka libonyee na kupasuka kabisa, na wewe ukiwa ndani yake. Sharti la 8: ukiona ghafla kila kitu kimekuwa kimya kabisa, wala husikii kabisa hata sauti ya injini wala upepo kuvuma, fumba macho kwa sekunde 10.
Ukifungua macho kabla ya sekunde 10 kuisha, utaona viumbe vimesimama pande zote za lori vikikusubiri ushuke. Na mara ghafla, milango ya lori itafunguka yenyewe. Hapo havitakuwa na msaada na wewe. Sharti la 9. Usitazame sana kwenye kiti cha tingo kilicho pembeni yako. Wakati fulani, utaona sura ya mtu amekaa kwenye kiti hicho. Usiongee naye. Usimwangalie moja kwa moja, bali tumia kioo cha mbele kumtazama. Ukimuuliza swali, atakujibu bila shaka yoyote. Na akikwambia amefika, anataka kushuka, usijaribu kusimamisha gari kamwe. Huo ni mtego, na hakuna mtu aliyekaa hapo kiuhalisia. Sharti la 10. Saa 11 utaona jeneza moja likitokeza nje ya ukuta wa lori kupitia side mirror. Usisimame hata kama linaonekana kama linataka kudondoka kabisa. Ukisimama kulifunga vizuri, utagundua umeshafika makaburini, lakini hakuna kaburi hata moja lililochimbwa. Na jina lako litakuwa limeandikwa kwenye msalaba wa kaburi la kwanza. Sharti la mwisho. Ukifika makaburini kabla ya alfajiri, usishuke mara moja. Subiri mpaka jogoo wa kwanza awike. Ukishuka kabla jogoo hajawika, utaona maiti zote zimesimama nje ya lori, na moja yao itakuwa na uso wako. Kazi inaanza leo. Kumbuka, dereva wa mwisho aliyekataa sharti la 5 hatukuwahi kumwona tena. Lori lilirudi hospitalini likiwa tupu, lakini kiti cha dereva kilikuwa na alama za kucha na damu nyingi ndani yake. Niambie kwenye comment kama utafika kazini leo, au tutegemee kukukuta ndani ya sanduku mojawapo leo kwenye lori. Kwa maana wote waliokataa kazi hii ndio wanasafirishwa leo kwenye masanduku kwenda Sumbawanga. Usisahau kusubscribe na kutufollow ili upate msamaha.